Ilete biashara yako kwa daktari ipate tiba sahihi. Rafiki yangu mpendwa, unapoumwa huendi dukani kununua dawa kiolela, kwenda kwa daktari. Na unapofika kwa daktari hakimbili kuandikia dawa, bali anakaa chini na wewe, anakusikiza kwa makini, anakufanyia vipimo, kisha anakupa majibu sahihi pamoja na tiba inayofaa. Sasa inapokuja kwenye biashara ambayo nayo ni kiumbe hai kama alivyo mtu. Wanasema biashara ni kama mtu, huwa zinaumwa. Na biashara nyingi zinaumwa. Lakini sasa zinapokuwa na haya matatizo, wamiliki wake wanafanya kinyume kabisa na hali ya afya. Hakuna uchunguzi wowote, hakuna vipimo vyovyote, hakuna wale tatizo halisi. Ni ukimbilia tu kubadilisha bei, kuongeza matangazo, kujaribu kila kitu bila mpangilio wowote. Na mwisho wake wanazidi kupoteza fedha, nguvu, muda, na biashara zinashindwa kabisa. Rafiki, biashara yako haihitaji juhudi pekee. Umeshaka juhudi nyingi sana, si ndio? Yaani mpaka ulipofika sasa biashara yako umeweka juhudi, umejaribu vitu vingi, hakuna kitu ambacho hujajaribu. Unasikia fanya hiki umekifanya, fanya kile umekifanya. Biashara yako sasa inahitaji utambuzi sahihi wa tatizo. Imekwama wapi? Kuna mahali imekwama, kuna tatizo hujaweza kulivuka, ni lipi? Hiyo ndio maana sasa tumekuandalia kliniki maalum ya biashara itakayofanyika tarehe 10 hadi 12 Aprili. Hii sio semina mafunzo ya kawaida biashara. Hii ni kliniki na katika kliniki inachunguza biashara yako kwa kina na kukupa majibu ya moja kwa moja kujua ni wapi ambako biashara yako imekwama. Na kuna maeneo matano ambayo biashara inapaswa ifanywe kazi kwa uhakika ili iweze kujikwamua pale ambako imekwama. Eneo la kwanza ni jinsi gani biashara inapata wateja tena wa kutosha na kwa uhakika. Je, upo mfumo ambao unaiwezesha biashara kupata wateja wengi kwa uhakika, sio kubahatisha? Changamoto kwa biashara nyingi. Lakini cha pili ni unashawishije wateja kuwachukua tu ya kununua, wakubali kununua. Waanza kujua biashara ipo, tangaza kwa biashara ipo. Nini na washawishi wakubali kununua kwa uhakika na sio kwa kubahatisha. Lakini tatu ni unawafanyaje wateja warudi tena kununua. Biashara nyingi zinauza kwa wateja mara moja, hawarudi tena. Anao mara moja haonekani tena. Je, unafanyaje wateja warudi kununua biashara yako? Na watu wateja wengine na wanunue. 4, unasemaje fedha kwenye biashara? Sababu biashara nyingi zinauza sana alafu fedha zionekane. Mwisho unasema kuna chuma ulete, si biashara mbaya, kitu gani? Kumbe usimamizi wa fedha haupo kabisa. Na 5, unapataje wajengaje timu ambayo inawezesha watu kufanyia kazi maeneo hayo 4 ya biashara. Hapa ndipo matatizo. Sijawahi kutana na biashara yoyote ambayo ina tatizo ambalo liko nje ya maeneo 5. Sijawahi. Na kama lipo ni kama mtu ambaye anapata ugonjwa ambao hauna dawa. Ni kusubiri kufa. Ni kama mtu anapata saratani kali sana ambayo unasubiri kufa tu. Lakini waka ni kwamba biashara yako inakwama kwenye maeneo hayo 5. Sasa kwenye hii kliniki utapata utambuzi sahihi wa tatizo lako. Biashara yako imekwama wapi hasa? Na baada ya kupata hilo utaondoka na hatua za moja kwa moja za utekelezaji ili kuikwamua biashara yako. Kuitoa hapo ni kwamba na kuweza kufika kwenye yale malengo ambayo umekuwa nayo. Kufikia ile ndoto ambayo ilikusukuma wewe kuanza biashara. Kliniki hii itafanyika tarehe 10 mpaka 12 April. Mahali ni Ipinda, Kela, Mbeya, Tanzania. Na si ya kukosa kama uko kwenye biashara. Iwe unaanza, iwe unakuza, iwe unataka kutoka kwenye biashara, unataka kuifanya isikutegemee, huu ndio wakati sahihi kwako. Kumbuka, biashara nyingi hazifi kwa kukosa juhudi. Umeshaweka juhudi sana. Zinakufa kwa kukosa mwelekeo sahihi. Kliniki hii ndio nafasi yako ya kugundua tatizo halisi na kubadilisha mwelekeo wa biashara yako. Usikubali kupite. Kupata nafasi ya kushiriki kwenye kliniki hii, wasiliana namba 0717 101 505. 0717 101 505. Rafiki, imetosha sasa kuhangaika na mambo ya kukoteza kwenye kujenga biashara yako. Ni wakati sasa wa kujenga biashara sahihi inayokuwa na yenye ukuaji wa uhakika na inayokuweka wewe huru. Karibu kwenye kliniki hii ya biashara
upate mwongozo kwenye maeneo hayo matano na ujenge biashara isiyo kutegemea au kukwamisha. Wasiliana namba 0717 101 505. Karibu sana.